wa eneo ambalo mimi nimejikita nalo kwa minajili ya barua hii, nipo zaidi sana katika sheria hizi za shirikisho la soka au shirikisho la mpira wa miguu. Hakuna kikomo cha kutoa lalamiko kwa mtu yoyote mkereketwa wa mpira wa miguu ambaye ana uwezo wa kuja kulalamika ama kuhoji. Kwa hivyo ni kweli mabadiliko yamefanyika muda mrefu, lakini kwa kuwa sasa ndo wakati wa jambo lenyewe, basi mimi nikaona huu ni wakati mwafaka. Ila ningekuwa na banwa na utaratibu wowote kisheria, maana yake nilipaswa mwaka huo 2019 nipeleke malalamiko yangu. Kwa hiyo kwa kuwa sibani, basi nimeamua kwamba sasa kwa sababu tunaelekea wakati wa uchaguzi, basi ni wakati mwafaka. Labda una lengo lolote pia labda la kukwamisha uchaguzi huu usifanyike labda? Hapana. Nimeeleza pia katika barua yangu ya wazi ambayo nimekwisha iwasilisha hapa kwamba mimi kama mdau wa mpira nayaleta haya malalamiko sio kwa lengo la kuleta taharuki aina yoyote, bali dira safi na inayokubalika kwa maslahi mapana ya mpira wetu wa Tanzania. Kwa hivyo sina mpango wa kukwamisha uchaguzi, kwa sababu nikiwa kama Mtanzania, tena wakili msomi na mdau na mpenzi wa mpira wa miguu, hususan ni mtu ambaye nafurahia sana mambo ya mpira. Kwa hiyo ikiwemo hiyo, manake pia napenda haki, kwa maana mimi nawakilisha watu wengi ambao wako nyuma yangu, ambao pengine wao hawajajaliwa kuifahamu sheria na vifungu vyake ili kuweza kuhoji uhalali wa mabadiliko yale. Kwa hiyo mimi nimetoka mbele nikiwa kwamba nakuja kuwakilisha wadau wengi ambao hawakupendezwa na hicho kilichowekwa, kwa sababu ibara ya 37 kama nilivyoainisha hapa kwa mujibu wa barua yangu, nimeeleza vizuri sana kwamba ukitizama ile ibara ya 37 inaelezea wazi kwamba katika katiba ya zamani rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania alikuwa kisheria ana uwezo wa kuongoza kwa muda wa miaka mitatu katika vipindi vitatu kwa mujibu wa ibara ya 37 ya katiba ya kabla ya mabadiliko 2019. Kwa maana rais alikuwa na uwezo wa kuongoza muda gani? Miaka 9. Yule aliyegombea miaka mitatu katika kipindi cha kwanza, akimaliza muda wake anayo sifa tena ya kugombea miaka mitatu tena, na anayo sifa ya kugombea miaka mitatu ya mwisho, jumla ya miaka 9. Lakini amekwenda kufanyika mabadiliko katika hii katiba ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ya mwaka 2019. Mabadiliko yamekwenda kuongeza ukomo, yakisema kwamba rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF ataongoza awamu 4 mara 3. Kwa maana yake tunakwenda kwenye jumla ya hungu ya miaka 12 kutoka miaka 9. Kwa hivyo mimi kwa nini sasa naona kwamba kitu hiki kimekiuka sheria na taratibu? Ukisoma katiba hiyo ya TFF ambayo hii imefanywa marekebisho mwaka 2019, ibara ya kwanza na ya pili ziko wazi, zinatambua utendaji kazi wa shirikisho la soka kwa muunganiko, sheria inasema hivyo, pamoja na kuheshimu sera, kuheshimu kanuni, kuheshimu taratibu, lakini pia kuheshimu vitu vinginevyo ambavyo vyote kwa ujumla wake vinakwenda katika kutengeneza au kuhakikisha soka letu linakaa vizuri. Kwa hivyo mimi nasema kwamba mabadiliko hayo yanakiuka sheria ipi? Kwanza, moja, nchi yetu haiongozi tu kwa upande wa michezo, haiongozi tu na katiba ya TFF. Moja, tuna katiba ya TFF, lakini mbili, tunazo kanuni. Kwa maana nikisema kanuni na maanisha zipi? Tunazo kanuni ambazo zinaongoza Baraza la Michezo Taifa na kanuni za usajili namba 422 ya mwaka 1999. Kwa hivyo ukiacha katiba hiyo ya TFF, pia tuna sheria namba 12 ya mwaka 1967 na marekebisho yake namba 6 ya mwaka 1971 ya Baraza la Michezo Taifa, pamoja na kanuni ya Baraza la Michezo Taifa na kanuni za usajili namba 422 za mwaka 1999, pamoja na sera ya michezo. Bila kusahau hiyo, tunayo sera ya michezo ambayo iliwekwa tangia mwaka 1995. Wakili, labda kuna swala moja ambalo nataka ulifafanue. Naam. Juu ya mabadiliko haya ya kanuni na katiba ya TFF, ambayo katiba mama
ni katiba ya shirikisho la soka la kimataifa duniani FIFA, ndio ambao ndio waliobadilisha vipindi vya utawala vya viongozi hawa wanaochaguliwa. Na katiba hii ilivyobadilishwa katiba ya FIFA ndio inaakisi kwenda mpaka chini kwenye mashirikisho mengine individual. Kwa hiyo mabadiliko yale yalibadilisha mpaka mfumo wa FIFA, ambako sasa rais wa sasa Gianni Infantino anakwenda kutawala kupitia kanuni hizi mpya. Ndipo ambapo pia hata TFF inapata mamlaka. Hamuoni kwamba kwanza maswali yangu yako mawili kwenye hili. Swali langu la kwanza, katiba ya TFF hii ilibadilishwa na mabadiliko yake ni lazima yasajiliwe na msajili ambaye msajili ndio serikali. Je, hamuoni kwamba mmeshachelewa? Serikali ilisha ya endorse haya? Sawa. Kwa ufupi kidogo usije ukafunga ofisi. Sawa. Kwa maana ya kwamba unachokizungumza unaweza kuwa sawa, lakini sasa tunapokuwa katika Tanzania kama nchi, nayo ina sheria zake. Kama ingekuwa kanuni ama sheria za FIFA zinatosha kuendesha soka letu, ni wazi kwamba nchi husika isingekuwa na haja ya kuwa na sheria, katiba, kanuni na sera zake. Uwepo wa sheria za FIFA, halafu uwepo wa katiba na sheria za kuongoza shirikisho la mpira wa miguu hapa Tanzania unaakisi kwamba FIFA sio final and conclusive. Kwa nchi pia imepewa autonomy, chaguo la kujiongoza pia kwa sheria zake. Tukienda kwenye hizi kanuni za usajili wa vyama kama TFF na vinginevyo, kanuni namba 422 ya mwaka 1999, kanuni namba 11, kanuni ndogo ya 3, imetoa mamlaka kwa msajili wa vyama pamoja na waziri pale anaposhirikishwa kukataa kupokea mabadiliko ya vifungu vya katiba. Kama mabadiliko hayo, ukisoma ile kanuni ya 11 3A mpaka E imeainisha kama mabadiliko hayo, moja, yanakinzana na sera ya michezo, kama mabadiliko hayo yanakinzana na kanuni, kama mabadiliko hayo yanakinzana na taratibu, kama mabadiliko hayo yanakinzana na katiba yenyewe, msajili wa vyama amepewa mamlaka ya kukataa maombi hayo ya kubadilisha katiba. Kwa hiyo angetumia mamlaka ambayo yako pale kwa mujibu wa sheria hiyo kuweza kufanya mabadiliko ambayo hayakinzani, kupokea mabadiliko ambayo yanaweza kuleta mpasuko kwa wadau na washabiki wa soka, au ya mabadiliko yanayoweza kukinzana kama haya. Mimi nadai, nalalamika kwamba yanakinzana na sera ya michezo. Kwani sera ya michezo inasemaje? Kifupi sana, nimeainisha katika barua yangu kwa mstari mfupi tu kwamba ukisoma ile kanuni ya 7, kanuni ndogo ya 6, inakuambia muda wa uongozi uzingatie sera ya maendeleo ya michezo. Kwa hili litakwa la lazima. Kwa unapokwenda kuongeza ukomo wa muda wa uongozi kutoka kwenye 3 ambayo ni 9 kwenda kwenye 4 iende 3 kwa maana 12, hii manake inakinzana na sera ya maendeleo ya michezo ambayo kwa mujibu wa sera hiyo ya maendeleo ya michezo ya mwaka 1995 ile aya ya 5.2.3 inasema kwamba kwa ajili ya kuepusha umilikaji wa muda mrefu wa vyombo vya michezo na wanaochaguliwa kuviongoza, uwe utaratibu wa kila chombo kuhakikisha kwamba viongozi wake wa juu wataruhusiwa kugombea nafasi hizo kwa vipindi vitatu vya miaka 3 mara 3. Kwa kumbe kuongozwa na katiba ina nguvu, lakini pia imeweka tako la lazima la kuheshimu pia sera ya michezo. Kwa kuheshimu sera ya michezo ni tako la lazima lililotamkwa ndani ya kanuni. Kwa hiyo sera sio kitu tu kwamba kumbe ni sera tu, ni kitu fulani tunaweza tukapuuzia. Ni takwa la lazima chini, kama nilivyonukuu hapo, chini ya ile sera ya maendeleo ya michezo ya mwaka 1995 aya ya 5.2.3. Kwa ni takwa la lazima. Kwa hivyo nchi lazima ijisimamie hata kama kuna miongozo ya FIFA, ndio maana wakapewa nao mamlaka ya kuona sheria zao. Hii pekee inaonyesha kwamba nchi haitajisimamia kwa sheria za FIFA tu, ina uwezo wa kujisimamia pia kwa sheria zake za ndani.